Biashara ni tamu sana ukiipatia, lakini ni chungu ukipata hasara. Usichoke kujaribu. Wapo waliojaribu mara nyingi na mwisho wa siku wakafanikiwa. Hivyo usikate tamaa unapoanza kufanya biashara ama unapokuwa mfanya biashara. Mimi ni Svelus Ungolo, nikukaribisha katika makala yetu ya leo. Leo tutajifunza kutengeneza vikoi. Hii inawafaa hasa wajasiriamali wadogo na wale walio katika kazi mbalimbali hata za kuajiriwa. Hii inaweza kukufaa kuwa kazi yako ya ziada. Huyu hapa Suzana ambaye tutakuwa naye mwanzo mpaka mwisho. Kwa majina naitwa Suzana Jackson Masulia. Ni mkazi wa Mwanza, ni mjasiriamali wa vitu tofauti tofauti. Miongoni mwa biashara au miongoni mwa ujasiriamali ninaofanya ni huu hapa. Kuna ubuyu wa Zanzibar unafahamika sana. Dagaa wa kukaanga kwa jina maarufu mikoani inaitwa nyama nono. Wale dagaa waliokaangwa na viungo, kwa viungo safi, watamu. Kuna dagaa wakavu. Wote ni ujasiriamali. Kwenye batiki, mafuta ya kupaka, mafuta ya nywele, sio mafuta ya kutwawe, mabarango. Kuna batiki ya mshumaa, batiki ya inaitwa tie and dye. Kuna batiki kikoi. Kwa kuna batiki pia ziko katika makundi mengi. Kuna batiki inaitwa batiki ya kubleach. Kwa ndani ya batiki pia kuna makundi au kuna makundi ya batiki. Kwa hiyo leo tutaenda kuzungumzia mojawapo ya batiki ambayo tutaitengeneza kwa wewe ndugu mtazamaji. Utaona jinsi ninavyotengeneza, na ni batiki simple kabisa ambayo haina gharama nyingi sana kama hizi zingine. Kwa kuanzia mtazamaji, unaweza ukaanza na hii batiki. Hivi ndivyo alivyoingia katika biashara ya batiki. Kilichonifanya niingie katika hii biashara ya batiki, nilikuwa natamani na mimi niwe na kitu changu mwenyewe. Kwanza chachu kubwa kilichopelekea mimi kuanza biashara ya batiki ni baada ya kuwa nimejifunza kwenye kampuni moja ya Forever Living kwamba yule mtu alikuwa anazalisha zile products za Forever Living. Ni mtu mmoja tu alipata wazo, sasa ana kiwanda, na mimi nikachukua ule mwamko kwamba hata mimi ninaweza nikawa na wazo, nikaanza kulitendea kazi, nikachukua vitendea kazi, nikaanza biashara ya batiki. Lakini pia nilikuwa natamani tu niwahudumie watu katika kitu changu mwenyewe ninachokitengeneza. Kila kitu huwa kina mwanzo wake. Wakati naanza kujifunza, nilianza kujifunza kuna mjasiriamali mmoja alikuwa anaitwa Mjasiriamali Kwanza. Alikuwa anakuja hapa Mwanza, amefanya semina kubwa sana pale Buzuruga Plaza pale. Kwa mara ya kwanza nilijifunza pale, ingawa sikuelewa chochote. Baada ya kutoka pale na ule mwamko wa kujifunza, nikaenda kununua jora zangu za batiki. Nilipofika kutengeneza batiki zote zikafuba, hazikuiva, zote. Kwa hiyo nilikuwa nimekula hasara ya marigafi, rangi pamoja na hivyo. Lakini sikuweza kukata tamaa. Nikaanza kufuatilia imekuwaje, sasa nafanyaje kuhusiana na hivi. Kwa hiyo nikajiona kabisa bado sijaweza kuhusiana na batiki. Nikaanza kutafuta semina, ni wapi nitapata huu ujasiriamali wa kuweza kutengeneza batiki, kwa sababu lengo langu nilikuwa natamani sana nitengeneze batiki hizo unazoziona kwa wengine. Nikaanza kufuatilia mafunzo SIDO. Pale SIDO nikaulizia processes za SIDO inakuwaje, wakanipa taratibu zote. Kwa hiyo nilichokifanya, nikaanza kukusanya sasa pesa kwa ajili ya kwenda tena kujifunza tena kwa mara nyingine, maana hii mara ya kwanza nimejifunza nimefeli. Kwa hiyo nikaenda SIDO, nikawa nimejifunza batiki na pia ujuzi mwingine hata na sabuni. Kwa hiyo huu ujuzi mpaka mimi kufahamu, sikujifunza mara moja tu. Nimejifunza zaidi ya mara 4
Katika hatua hiyo nilipoanza kuweza, ndo nikaanza sasa kutengeneza kitu kikatoka ni kizuri, kikaanza kupendwa. Kwa hiyo nilianza katika hatua hiyo. Kikubwa ni kujifunza, kutokata tamaa katika kujifunza. Ili ufanye vizuri zaidi, unatakiwa ujifunze kwa walio fanikiwa. Kwa upande wa batiki nimejaribu mara 2 nikashindwa. Mara ya 3 nikaweza. Ingawa sikuweza aina zote za batiki. Kwa hiyo nilikuwa ninafanya juhudi kuweza kile kimoja kimoja kwanza, kwa sababu ukiwa na vingi sana kichwani hutaweza. Kwa hiyo nilikuwa nakitendea kazi kimoja. Nilianza na batiki ya print. Nilipoiweza nikaenda kwenye batiki ya kubleach. Nilipoiweza nikaenda kwenye batiki ya mshumaa, na mwisho nikamalizia ile batiki ya tie and dye. Kwa hiyo nikakuta zote nimeweza. Kuna watu sio wepesi kukata tamaa katika maisha ama katika kujaribu. Hapa ipo sababu. Kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda kutoka moyoni. Yaani nilikuwa nakipenda, nilikuwa napenda. Yaani biashara ambayo nilitamani mimi niwe nayo, kwanza nilikuwa naipenda kutoka moyoni. Kwa hiyo hicho kilinifanya mimi kutokata tamaa. Ingawa changamoto kwa wewe si uachane nayo tu, lakini sikupenda kuacha. Nilitamani na mimi nifahamu, niwe mwalimu, niwafundishe wengine kama mimi nilivyofundishwa. Nikaweza. Unapofanikiwa jambo lazima ufurahi na kuchukua hatua. Suzy naye anatueleza. Mara ya kwanza baada ya kuweza nilitengeneza batiki aina ya bleach. Hii ni nyepesi sana. Aina ya bleach. Nikawa nimeiweza ikatoka kama nilivyojifunza. Nikafurahi. Na hata zikuchukua muda, yani kitendo cha kumaliza kutengeneza, nikaifua, nikainyoosha. Haikukaa. Na ile ilinipa mwamko, kwa sababu watu walipoiona wakaanza kuniuliza bei gani, bei gani? Mbona umetengeneza ndogo? Na nadhani zilikuwa kama piece 3. Watu wakaitamani, kwa hiyo sikukaa nazo kabisa, zote zikachukuliwa. Kwa hiyo kile kitu kilinipa mwamko kwamba kumbe ninaweza. Kumbe ninaweza kufanya biashara na watu wanazipenda. Kwa hiyo ile kanipa tena msukumo. Baada ya kuwa nimeanza kutengeneza batiki ya bleach, watu wakaizoea. Nikasema hapana, sasa wameizoea. Acha sasa niende kwenye formula nyingine. Nikalipa tena gharama, nikajifunza hiyo formula nyingine, batiki ya print, inaitwa batiki ya print. Nilipokuja nayo tena kwa wale wateja wangu, wakaona tena kitu kigeni. Mbona hii nzuri, nitengenezee pisi ngapi? Hivyo nikaanza kuwa natanua wigo wa wateja. Nilipoona pia wameizoea hii, nikaenda sasa kwenye batiki ya tie and dye. Na hii tena nakaje? Kwa hiyo nikawa nawateka wateja kwa batiki aina tofauti tofauti. Lakini baada ya kuwa nimemaliza batiki aina zote sasa, wateja wakaanza kuzizoea. Wakasema sasa mbona za hivi si tunataka. Nikaenda kwenye maua. Nikawa nabadilisha maua. Kuna ua la tausi, sijui kuna ua la twiga. Mteja anamuuliza unataka ua gani nikutengenezee kikoi? Mimi natamani ua fulani. Kwa hiyo nikienda kulitengeneza lile ua, nikija linaonekana tena ua geni, tena ua jipya. Kwa hiyo ninakuwa na wateka wateja kupitia nini? Ubunifu wa maua. Kwamba hii amechukua, hii amemaliza, kwani hii unayo? Hii ni nzuri. Anaichukua tena hii. Kwa hiyo nikaanza kwenda kwa staili hiyo pasipo kupata tamaa, na wateja nikawa nawapata. Lakini kikubwa katika ujasiriamali hasa wa batiki ni ubunifu. Leo tunazungumzia batiki ya vikoi, na hapa Suzy anaeleza alivyoanza, kilichomshawishi na tofauti kati ya vikoi na batiki za kawaida. Kilichonipelekea kuanza kutengeneza aina za vikoi au batiki ya kikoi, kwanza ni mama yangu mzazi. Anapenda sana vikoi. Alikuwa anapenda sana vikoi. Kuna vikoi nilikuwa nikikutana navyo napiga picha na muonyesha. Sasa ikuwa uweze kukitengeneza. Kwa hiyo mama pia alinipa chachu na msukumo wa kuanza kutengeneza vikoi. Kwa sababu gani nilianza na vikoi? Kwa sababu hii. Kikoi kwanza ni sio kikubwa sana kama batiki ya kushona. Ni cha kujifunga. Na pia ndani ya jola la batiki, ukichukua jola la batiki unatoa vikoi 6. Kwa hiyo ukipiga hesabu vikoi 6 ukauza labda kwa bei ya 10,010 mfano, unatoa shilingi 60,000 ukitoa na malighafi. Kwa hiyo ilipelekea vikoi, kwa sababu ni vitu ambavyo vinapendwa sana na wakina mama. Mama akiwa na mtoto anahitaji kikoi kubeba.
Haya, hii size ya vikoi pia kuna wababa walikuwa wanashona mashati. Kwa hiyo hii ilinipa mwamko kuanza na vikoi kabla ya kuanza batiki ya kushona. Kwa sababu kwanza ni nyepesi kutengenezeka, alafu sio kitambaa kikubwa sana ambacho hata kwa kuanzia kwa mwanafunzi yoyote anayetaka kuanza lazima anzie na kikoi ili aweze sasa kubalance kutengeneza ile batiki ya mtu kushona. Tofauti iliyopo kati ya kikoi na batiki ya kawaida. Batiki ya kawaida mtu ananunua batiki anaenda kushona gauni, sketi na blouse kwa ajili ya kuvaa. Lakini kikoi hiki unaposikia kikoi ni kwa ajili ya kujifunga. Unajifunga. Mwingine wanapenda kujifunika wakati wa mvua baridi. Wengi sana wanavipenda. Nina wateja walimu wengi sana, watu wa maofisini wanapenda vikoi wakati wa baridi wanajifunika. Wakati wa safari, wakati wa misiba, hata sherehe. Kwa hiyo kati ya tofauti ya batiki na kikoi ni cha kujifunga. Lakini kikoi pia hicho unaweza ukakishona shati. Kuna vikoi fulani unatoboa tu shingo. Yaani ni kikoi unakitoboa shingo mtu anavaa tu. Kwa hiyo batiki, kikoi na batiki vyote material yake ni mamoja. Tofauti unakuja tu kwenye ule ukubwa. Kikoi ni mita 2. Kwa hiyo batiki ya kushona mtu anaweza kuanzia mita 3, mita 4 mpaka mita 5 kulingana na nguo anayohitaji. Kila kitu kinahitaji muda, na kwa batiki kikoi pia muda unahitajika kukiandaa na hatua zake zilivyo. Batiki ya vikoi inategemea na aina ya batiki. Kuna aina ya kwanza, aina ya mshumaa ya batiki. Kuna aina ya pili inaitwa tie and dye. Ni ya maua, ya kutengeneza maua. Batiki ya 3 ni ya print. Batiki ya 4 ni ya bleach. Katika hizi aina 4 za batiki iliyo ngumu ni ya mshumaa. Ina process nyingi sana na kidogo inafuata tie and dye. Na batiki iliyo rahisi zaidi ni ya kubleach na kuprint. Na hii ukisema tumeweka kikoi tunaanza kuitengeneza hii batiki ya kuprint, inaweza kama ni mzoefu unachukua tu ndani ya nusu saa, lisali moja umemaliza. Inategemea pia kile kitambaa chako unataka uweke maua kiasi gani. Kama haina maua mengi, haina maulembo mengi, nusu saa, lisali moja unamaliza. Prosesi za kutengeneza batiki au aina ya kikoi cha print, prosesi zake ni hizi hapa. Ili utengeneze aina ya batiki ya kikoi ambacho cha print unahitaji kuwa na maua au mashine ya print. Hii mashine zinapatikana tu mitaani, zipo hapo mafundi special kwa ajili ya kutengeneza hii kitu. Mashine ya print au ua. Ili ua kinaitwa ni kibao hiki. Na inategemea pia unataka kutengeneza kikoi cha maua ya aina gani au mteja wako amependa maua ya aina gani. Kuna ua hili hapa. Hiki pia ni mashine ya kutengenezea maua. Haya ni maua tofauti. Maua tofauti ambayo ni hatua ya kwanza ya kutengeneza kikoi chenye maua. Lakini hatua ya pili unatakiwa na kitambaa. Kitambaa hiki kitambaa hakina kitu na tunanunua vikiwa havina chochote. Kwa hiyo kazi yako wewe ni ubunifu wa kuweka maua. Kwamba unahitaji ua gani? Ili niliweke wapi? Mpangilio ni muhimu. Ukishindwa kwenye kupangilia upate wateja, umeharibu biashara. Lakini hatua nyingine ni rangi. Hii ni rangi ambayo itatusaidia maua yetu tunayohitaji haya hapa yakae kwenye batiki yetu. Kwa hatua za awali za kuwa na chochote ambacho unahitaji kuweka kwenye kikoi chako, rangi, mashine hii hapa pamoja na kitambaa. Hii rangi nadhani unajiuliza kwamba tutawezaje kutengeneza hii batiki? Tunaiwekaje hii rangi? Kuna kitu ndani ni kama kambao fulani tu special kwa ajili ya kuchukua rangi na kuweka ndani ya nini? Ya ile mashine ili tupate
tupate maua ambayo tunahitaji kwenye kitambaa chetu. Kwa hiyo baada ya process hizi, ukiwa na vitendea kazi hivi, kwanza cha kwanza meza, tandika meza, weka kitambaa, chukua mashine, unaanza kutengeneza. Tutaona hapa. Fuatana nami ujionee kuandaa kikoi batiki kwa vitendo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kitambaa chetu hichi hapa. Hiki kitambaa kina upana wa mita 2 ambayo ni size ya kikoi au kushona shati. Kwa hiyo baada ya hatua ya kwanza, meza tayari hii hapa tunayo, tumetandika. Usije ukajaribu kuweka kitambaa kingine, wewe utaweka carpet chini ya meza, kwa sababu tunapoenda kukitengeneza ile rangi inabaki kwenye kitambaa. Kwa hiyo kukiwa na carpet, ile rangi inabaki ndani juu ya carpet. Kwa hiyo tutatandika kitambaa chetu kama hivi. Kama hivi. Baada ya hapo tutachukua mashine yetu hii hapa, kuanza kutafuta sasa maua ya kikoi tunachokuhitaji. Lakini pia unatakiwa uhakikishe kikoi unapokitengeneza kisiwe kimejikunja, hii mistari. Kwa hiyo unatakiwa kama una pasi, nyoosha kitambaa chako, inakupa wepesi wa kutengeneza maua, kwa sababu hii mikunjo usipokinyoosha, kuna baadhi ya maua hayatatokea kwenye ile mikunjo kwa sababu ya ile mikunjo. Kwa hiyo uwe makini kwenye kutengeneza kitambaa chako kikiwa safi kwa ajili ya kutengeneza. Tutaanza process za kutengeneza. Tunaanza rangi yetu hii hapa. Hii rangi original, zipo pia fake. Kwa hiyo unapoenda kuzitafuta unatakiwa pia uwe makini. Tuangalie, tunachota rangi yetu hivi kama unavyoiona. Tunashusha hapa kwenye mashine. Tunaita kusquinch. Kwa hiyo baada ya kuwa umeiweka hapa hii rangi, tunaanza kusquinch, tafute haya maua. Hata hii mashine ikienea maua rangi pote, haina maana kwamba kitambaa kitachafuka, hapana. Hapa kinachotokea ni ua tu. Nenda kusquinch. Kwa hiyo unahakikisha ua limebaki chini, unatoa rangi, mabaki ya rangi yaliyoko ndani ya hiki kibao. Haya. Baada ya hapo, tushamaliza, tunatoa. Ua letu tayari ila hapo. Tayari tunapata hatua ya pili. Kwa hiyo unatakiwa pia uwe unapima, usije ukapindisha maua. Sasa kuhusiana na haya maua, unatakiwa wewe mwenyewe unatakiwa kwanza uangalie kikoi chako unataka kiwe maua yawe na ukaribu gani au yawe na umbali upi. Kama yana umbali, kwa hiyo unabandika ua lako. Baada ya kuweka ua, unaachia nafasi kidogo, unakuja tena kuweka ua lingine. Unaweza ukasema labda huu mstari wa chini naweka maua 3 au 4. Kwa hiyo wewe mwenyewe utaangalia. Kikubwa yasipishane, lakini wewe pia mbunifu. Tunaendelea na hatua ya pili. Kidogo unajitahidi mkono uenda haraka ili rangi isigande. Rangi ikiganda hapa, huwa litokei kwa sababu maua yanakuwa yamefanyaje, yameziba. Ili zoezi la kupaka haya maua mpaka yatokee hapa, muda unaochukua sio muda mrefu. Yaani kikubwa ni mkono wako tu, ushapu wa mkono wako. Baada ya kuwa tumemaliza kutengeneza hii batiki, tunaiweka kwenye kamba ili kauke. Ili kauke.
yetu ni batiki ambayo ni nyepesi sana, ila unatakiwa uwe makini, kwa sababu ukipaka vibaya hii rangi ukashika kikoi umechafua, hakuna mteja anayeweza kununua kikoi kimechafuka. Kwa hiyo pia usafi ni muhimu sana katika swala la batiki. Ukizingatia usafi utatoa kazi yako itakuwa nzuri, lakini ukishaharibu kikoi utamuuzia nani kikoi kichafu, kina milangi, mteja hawezi kununua. Ichapo ua letu. Tunarudi tena. Ua nyingine hii hapa. Kati ya vitu unavyohitaji kuzingatia, rangi, uwiano wa rangi. Unaponunua kitambaa chako cheusi unatakiwa uangalie, je, ninaenda kuweka rangi gani kwenye kile kitambaa cheusi? Mfano kuna rangi nyeusi hii hapo. Rangi nyeusi hii hapo. Rangi nyeusi huwezi ukaitengeneza kwa kitambaa cheusi. Ni lazima utafute rangi inayoendana. Hapa rangi nyeupe inakubali, rangi ya njano inakubali, gold inakubali. Kwa hiyo kwenye rangi hapo pia unatakiwa uwe makini, kwa sababu rangi ndio mvuto utakaoweza kumshawishi mteja kuchukua kile kikoi ulicho nacho. Unakuwa unaangalia kwamba maua wapi limepelea, wapi ujaze. Na kikoi hiki cha maua haya, kuna muda unaweza kuweka maua mengi sana na ukaharibu. Kwa hiyo hakitaki madoido mengi sana, natakiwa tu uwe mbunifu kwamba niweke hapa, mtu akivaa kikoi anapendeza. Kwa kushona shati inafaa, kujifunga wamama, kubebea watoto, kujifunika baridi ni nzuri sana na vichuji. Na hii rangi haitoki, hii inayowekwa hapa haitoki, lakini kikubwa zaidi haviishi fashion. Hivi haviishi fashion. Kila siku vipo na vinaendelea kuzaliwa vingine. Kwa hiyo ujuzi unapoutumia huu au unapoupata, hauzeeki kwanza. Mwili umri utazeeka, lakini ujuzi hauzeeki. Mimi watoto wangu pia, mabinti zangu wanajua kutengeneza hizi batiki. Hata nikiwa sipo kuna mteja wanafuata vifaa wanatengeneza. Kwa hiyo mama, chukua ujuzi mpe mtoto. Hii ni hatua ya mwisho ya kumaliza kikoi chetu. Baada ya hapa, hii mashine sasa inatakiwa ioshwe ili kuzibua hiyo mistari rangi zilipoziba. Sababu tena ukiendelea kukitengenezea hiki pasipo kukiosha, matundu yote ya maua yanaziba. Kwa hiyo huwezi tena kutoa ua. Badala yake utaharibu batiki. Kwa hiyo baada ya hapa, hiki kinatakiwa kioshwe. Kinapooshwa kinaanikwa juani, kinakauka. Wakati kinakauka sasa, kama una batiki nyingine unakuwa na ua jingine pia unaendelea kufanyaje? Kutengeneza. Unapomaliza kutengeneza maua katika kikoi batiki, ni muhimu kuzingatia haya. Baada ya kuwa tumemaliza kukitengeneza kikoi chetu, unatakiwa umakini wa kuanika, kwa sababu ukiachia hiki kikoi kikajikunja, rangi kwa sababu haijakauka bado mbichi, itaenda kushika sehemu zile ambazo sehemu ambazo hazina rangi. Kwa hiyo pia unakuwa ni uchafu umechafua. Hiyo pia ni hasara. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini. Baada ya kuwa umekitoa kule, umekishikilia, umekitandaza kama hivi unavyoona, unafika unakianika kwenye kamba ili kisigusane. Baada ya kuwa kimekauka, basi unaweza ukakikunja, ukanyosha pasi, tayari kwa sokoni. Haya maua yanakamata zaidi baada ya kuwa kimenyooshwa na pasi. Usianike kikakauka ukaenda kuvaa. Ukifua maua yanatoka. Ukipiga pasi, yale maua hayatatoka. Mara baada ya kujionea utengenezaji wa kikoi, tufahamu soko lake na changamoto zinazokumba biashara hii. Ndugu mtazamaji, kuna changamoto kuhusiana na masoko ya vikoi, lakini pia kuna masoko ya vikoi hivi
vya batiki yapo kila mkoa. Mtaani kwako masoko yapo mengi. Ni wewe tu ubunifu wako ukoje kupata wateja. Sasa changamoto hivi vikoi ni kwamba huwezi ukafanikiwa kwa kutengeneza tu hivi vikoi, kwamba biashara yako wewe ni vikoi, kwa sababu kikoi changamoto yake ni kwamba leo mtu akinunua kikoi hawezi tena kurudia kesho kukinunua. Atakivaa leo anaweza kukivaa hata miaka 5. Baada ya miaka 5 unasubiria mteja. Kwa hiyo kama unategemea kikoi tayari unakuwa umefeli. Kwa hiyo changamoto ni kwamba unapotengeneza hivi vikoi uwe na biashara nyingine mbadala. Changamoto nyingine ni mtaji. Ili upate faida nzuri unatakiwa uwe na mtaji mkubwa wa hivi vikoi. Leo ukitengeneza jora zako labda 5, ukienda mjini kwenye maduka ya bei ya jumla ukawauzia jumla, faida yake ni nzuri sana kuliko ambavyo ungeuza rejareja ukachukua kwa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo ukitaka ufanikiwe katika hivi vikoi, kwanza mbunifu, pili tafuta masoko kwa wafanyabiashara wenye maduka. Kwa bei ya jumla vinaenda, kama umetengeneza vingi vina faida nzuri, lakini kama umetengeneza kidogo utaona faida yake na itapelekea kuichukia biashara ya vikoi. Changamoto nyingine, ukopaji. Mtu anakukopa, nipe sijui jora moja. Kwenye ulipaji akikucheleweshea tayari wewe biashara unahitaji kwenda mbele. Kwa hiyo changamoto ni nyingi, lakini pia unatakiwa ujifunze kupitia hizo changamoto na ukabiliane na biashara hiyo. Na hapa mjasiriamali mdogo mwenye maono makubwa Suzy anawasihi wafanyabiashara wasikate tamaa. Wito wangu kwa mama, dada, kaka ambao umekosa cha kufanya, naomba usikate tamaa. Chukua hatua. Yaani hata sasa, hata leo chukua hatua. Shida sio mtaji. Shida ni kwamba mtaji wako wewe ni wateja wako. Wito ni kwamba anza kutafuta wateja wako mtaani kwako. Nina batiki, jifunze, anza kuuza. Usikate tamaa mama, usikate tamaa. Anza leo, nipigie nikushauri tuendelee. Namba yangu ya simu ni 0764 58 85 36. 0764 58 85 36. Hiyo namba ya Voda. Kwa namba ya Tigo ni 0715 31 39 01. Mtazamaji, kila siku tunajifunza. Na kama wewe ni mjasiriamali ama unafanya biashara, utanikubalia kwamba kila siku ni kujifunza. Kikubwa usiache kujifunza, na kingine usikate tamaa. Mimi ni Sfelsi Ungolo, endelea kuitazama Hope Channel Tanzania, nuru ibadilishayo maisha yako.